Naitwa Edward Mtingwa, ni manager wa kitengo cha masoko kutoka Airtel Money. Hii ni wiki nyingine ambayo tunaendelea na mzuka wetu wa kampeni yetu ya mwaka umenyoka kutoka Airtel Money. Leo ni awamu ya 4 ya kutoa zawadi na tuna washindi wetu mbalimbali hapa wamekuja kuchukua zawadi zao. Tuna washindi takriban 7 waliokuja kuchukua zawadi zao za TV. Lakini wakati huo tuna mshindi wa bajaji na bodaboda ambao wako mikoani, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kanajiuliza, bwana, hii kampeni tunaona tu washindi wanapewa magari, wanapewa bajaji Dar es Salaam. Hiki kitu ni cha Dar es Salaam tu? Hapana, hiki kitu ni cha Tanzania nzima. Mteja yote anayetumia Airtel kutumia app ya Airtel Money ana nafasi ya kushinda. Tuna mshindi wa bajaji kutoka Dodoma ambaye bajaji yake sasa hivi iko njiani inamfuata kule Dodoma, na wiki ijayo mtapata taarifa wakati anapata bajaji yake kule Dodoma. Lakini pia tuna mshindi wa bodaboda kutoka Geita. Kwa hiyo bodaboda itapokea kutoka hapa na paka Geita kwa shangwe na itapokea akiwa kule. Lakini hivyo hivyo hata hizi TV haziishi hapa tu Dar es Salaam. Tuna washindi tofauti tofauti kwenda Morogoro na Njombe ambao wameshinda TV na zitawafikia huko walipo. Kwa hiyo mpaka sasa katangia kampeni imeanza mwezi wa 12, tuna bajaji 7 ambazo zimeenda kwa washindi tofauti tofauti, tuna pikipiki 8 ambazo zimeenda kwa washindi tofauti tofauti, na TV takriban 30 ambazo washindi watajichukulia, pamoja na hilo gari aina Mazda 6 ambayo wiki iliyopita mshindi wetu mmoja aliondoka. Bado mwezi huu wa pili ndio kwanza umeanza. Tuna mwezi wa 3, kampeni bado inaendelea. Bajaji zaidi ya 8 zimebaki, pikipiki zaidi ya 10 zimebaki, pamoja na TV zaidi ya 60 ambazo zinashindaniwa na wateja wote. Kwa hiyo wewe unaisikiliza leo hii, tambua kila unavyoendelea kufanya miamala kupitia app ya Airtel Money unapata nafasi ya kushinda hizi zawadi mbalimbali. Lakini pia iwe umeshinda iwe hujashinda, namba yako inaingia kwenye draw yetu kubwa ya mwisho wa mwezi ya mshindi wa gari. Kwa hiyo wewe ambaye hujaanza kutumia leo, anza kutumia, na unavyoona washindi wanaofanya hawajafanya kitu cha kitofauti zaidi sana. Wamenunua muda wa maongezi, au wamelipa bili ya maji, au wamewatumia fedha ndugu zao, jamaa na marafiki, wakaambiwa wazingishe gurudumu letu la bahati likawezesha kushinda hizi zawadi mbalimbali. Nilikuwa nimefanya muamala, nilikuwa nimemtumia mtu pesa, ikaja ile spin and win. Sasa nilivyo spin ikaja ione TV. Sasa wakati mbona nimeshinda TV pale, nikaona message ikasema kwamba utapigiwa simu na namba 100 ili waambie utapewa lini vitu vyako. Sasa mimi nikawa na mchecheto nayo sasa, kwa sababu unaona kweli ama ndo scams wa mjini wale. Jana jioni kwenye saa 1 hivi akanipigia bwana Edo. Naangalia namba 100, waga tuna ignore zile. Nani bwana tena, mbona sielewi. Lakini kabidi nipokee. Pokea, nikauliza bwana unaitwa Daudi kutokea wapi? Nikamwambia mimi Daudi natokea Msasani. Akasema bwana unachezaga michezo yetu ya Airtel Money? Nikamwambia ndio, jana nilipata spin and win ile nilikuwa nimetuma muamala. Akasema kweli bwana. Nikamwambia bwana hiyo TV ipo kweli au haipo? Akasema bwana TV ipo. Yaani nilichukua kama dakika 10 hivi. Simu ilikata, akapiga tena simu. Alikuwa basi kweli. Akaniambia saa 5. Kwa kweli sikulala. Yaani leo nimeamka nakuja hapa ni kidogo niosha hapa lakini kabidi nisubirie. So hii ni kweli kabisa. Fanya miamala kwa kutumia Airtel Money app. Hivi vitu ni vipo. Mimi nasubiria hiyo draw ya kwenye gari sasa. Hapo kwenye gari sijui kama nitalala, itabidi nje kulala hapo nje. Nikawatumia karibia kama watu 3 hivi 5,000. Nikatuma ikaja ile kuspin. Mimi nikaspin pale hivi ikadondoka kwenye TV. Nikasema hii TV. Wewe nisikilizeni nione vipi uhakika. Message ikajitokeza pale hivi, nikaona, nikaambiwa kwamba nitapigiwa simu. Sikuamini ile mara ya kwanza, lakini nikasema kama nilishatumwaga 10 mara ya kwanza, hii inaweza ikawa ni uhakika. Nikasikilizia, kwenye kusikilizia hivi nikaja kupigiwa simu Ijumaa. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa kwenye kipindi chuoni, kwenye kipindi. Yaani nikasema namba 100, ngoja tu nipokee. Nikapokea pale kwenye venue. Nikapokea, nikaongea na Mr. Edward vizuri, akaniuliza maswali, nikajibu vizuri, akaniambia nije kuifuata TV Jumanne. Kama sasa hapa ndio hivi nilivyo na nimekuja kufuata TV iko hapo hivi ya Airtel Money, uhakika tumieni Airtel. Hiyo siku nilikuwa namtumia mtu shilingi 3,500. Wakaniletea pale kidude cha kuspin. Nikakibonyeza, ikatokea nimeshinda TV. You won television. Maneno kama hayo yameletea. Sasa nilifurahi sana. Lakini sikudhani kama nitapata hiyo TV. Baada ya muda wakanipigia simu, wakaniambia bwana tarehe ngapi unatakiwa ufike, tarehe ya leo. Tarehe ngapi leo? Tarehe 3. Tarehe 3 nifike hapa saa 5 nikabidhiwe TV yangu. Ndio nimefika hapa sasa hizi, nataka nikabidhiwe hii TV yangu.